Bwana asifiwe, wana wa mfalme Yesu. Mungu wetu ainuliwe sana. Haleluya, haleluya, haleluya. Tunamshukuru Mungu kipekee sana kwa upendo wake wa ajabu na fadhili zake za milele kwenye maisha yetu. Haleluya. Nikukaribishe sana mwana wa mfalme Yesu kwa habari wa vipindi hivi. Madarasa haya natamani kuwa pamoja na watoto na vijana, hasa wale wa form 2 na wale wa form 4. Haya ni maandalizi kwa habari ya mitihani. Tusipoweza kujua vyanzo na suluhisho ya matatizo, hatutaweza kufika. Roho Mtakatifu ametuweka tena hapa, ametukusanya hapa tena, ameturudi tena. Tulikuwa tumepotea, tumeona kwamba tunaweza, elimu tunaweza pasipo Mungu. Tukasahau Mungu huyu huyu ndo amesema kwamba mshike sana elimu, simwache ende zake. Kwa sasa ametukusanya, tumerudi tena pendoni mwake. Haleluya. Karibu sana. Darasa langu napenda uwe na daftari, uwe na Biblia hapo, uwe na kalamu. Njoo tu Roho Mtakatifu atufundishe. Hebu kabla tujaanza, naomba ufunike macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, Baba pokea sifa, heshima na utukufu. Asante Bwana wa majeshi kutupatia neema nyingine tena. Umetukusanya mahali hapa Yehova. Mimi na mtazamaji huyu wa maombolezo ya mtoto wa kiume. Na neema yako Jehova Yesu umeiachilia kwetu. Wacha nikushukuru, wacha nikuabudu. Wacha nilishangilie jina lako, ni kuu mno. Tumekaa chini ili utufundishe. Pokea sifa, heshima na utukufu Bwana, maana uko katikati yetu na unatenda na zaidi ya kutenda, unafanya na zaidi ya kufanya. Wacha nikushukuru, wacha nikuabudu Bwana, hautatuacha kamwe tukaibika milele. Anza pamoja nasi, umalize pamoja nasi, ni kwa ajili tu ya utukufu wa jina lako. Nikiomba na kuamini kupitia jina la Yesu Kristo aliye hai, aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Karibu sana mwana wa mfalme Yesu. Tumekuwa na kipengele ambacho tulipita nacho, tukazungumza vile vyanzo, tukarudi mwanzo kabisa kuona kwamba kwa nini huyu mtoto amekata tamaa. Basi ndani ya kipindi hiki tutaendelea kwa pale tulipoachia, tutaendelea hapo kujua kuna nini ambacho kinamfanya mtoto akate tamaa. Kuna nini? Kwa sababu mpaka ifike mahali aanze kutoroka shule, ifike mahali akatae kuingia darasani, ifike mahali 1, 2, 3 litokee. Hapana. Kutakuwa kuna vyanzo. Part 1 nimekuambia kwamba vyanzo huenda ikawa ni marufuku. Lakini hii part 2 nakwambia kwamba chanzo huenda ikawa mama wa mtoto. Imefika mtoto, wakati mtoto anajiandaa kuingia kwenye chumba cha mtihani, unaona suluhu yako kubwa sana ni kupeleka kwenda kwa mganga wa kienyeji kutafuta namna ya mtoto wako kufeli. Hizo kesi nimekutana nazo nyingi sana. Wazazi wengi wanakwenda kwa waganga wa kienyeji ili kwenda kule kutafuta suluhu ya kufaulu kwa mtoto wake. Mzazi umeshindwa kumsukuma mtoto asome kwa bidii. Akirudi nyumbani umemzidishia kazi. Huyu mtoto anayesoma day, mtoto anayesoma boarding, akirudi nyumbani wakati wa likizo, kazi zote zinamhusu. Unategemea nini? Alafu ikifika dakika za mwisho unategemea mganga ndo akakupe dawa uje umuogeshe mwanao. Nilishawahi kukutanaga na mtoto ameletwa shuleni, anafika shuleni yuko na dawa, tukazikamata zile dawa. Tukamuuliza mtoto, hizi dawa umezitoa wapi? Akasema hizi dawa ni mamangu mzazi alinipa. Kwa ajili ya nini? Alinipa zina kazi 2. Kazi ya kwanza zinilinde na uchawi wa hapa shuleni. Lakini kazi ya pili zinifanye walimu wanipende. Sasa hayo mambo mawili yalituchanganya kweli kweli.
Tulimuita mzazi. Mzazi alikosa cha kujitetea. Tukatamani kumpa mtoto wake arudi naye, lakini mtoto akalia sana, akasema hapana, ni kosa limetendeka. Sasa mzazi anaona ni bora zaidi mtoto wake anaenda shule, anaenda kwa mganga kupewa dawa za aina mbili zenye maana mbili. Jambo la kwanza, analindwa na wachawi walioko pale shuleni, lakini jambo la pili, apendwe na walimu. Unategemea unazalisha nini? Unazalisha nini hapo kama mzazi? Na umeenda kwa mganga wa kienyeji. Mganga wa kienyeji kule umekwenda, na ulivyokwenda pale nyumbani kwa mganga wa kienyeji, ulivua viatu. Ulikwenda na jina la mwanao. Ulipofika pale ukavua viatu. Mganga akakwambia vua viatu. Ulivyovua viatu, umekwenda na pointi ya kupeleka hapo jina la mtoto wako. Akili yako inakutuma unaenda kupewa dawa za mtoto wako kufaulu, lakini hujui. Kaa chini nikueleze kilichokufanya uende kwa mganga. Keti chini tuongee. Si Roho Mtakatifu ametuita tujifunze? Si Roho Mtakatifu ametuita, ametuambia jambo? Kaa chini, weka tu, usimishe, kaa. Bwana tufundishe. Naongea na wewe mama ambaye umeenda kwa mganga, hata form 2 hii na form 4 hii unajipanga kwenda kwa mganga. Ndio wewe naongea na wewe. Unapofika kwa mganga yoyote, unavua viatu. Ukishavua viatu, anataka miguu yako uambatanishe na ile ardhi. Kwa nini anakuvua viatu? Anakuungamanisha na ile ardhi, na lile jina uliloenda nalo pale, na heshima ya mtoto wako. Kwa hiyo anataka uambatanishe miguu yako na ile ardhi. Kwenye ardhi kuna nini? Wamevuvia hapo miungu. Wamevuvia hapo miungu. Wameweka hapo madhabahu zao. Wameweka hapo dawa zao. Wameweka hapo uchawi wao. Kuna maana kubwa sana unapovua viatu kwa mganga wa kienyeji. Kuna maana kubwa mno. Anataka ile sadaka yako utakayoiweka pale iwe inalia kila siku, ikiita nafsi ya mtoto kwenye zile madhabahu. Ndiyo maana hata Mwalimu Glorimina anapoenda mashuleni kuzungumza na watoto, na ninapokamata vitu mabwenini, unakuta kwamba mtoto anakueleza kabisa kwamba hiki kitu nimepewa na mzazi. Sasa nikajua kwamba huelewi. Ndiyo maana nimerudi kwenye media hii, nimerudi kwenye chaneli hii, niketi chini nizungumze na wewe. Sasa unapofika kwa mganga wa kienyeji, umevua viatu, unajiambatanisha miguu yako na elimu ya mtoto wako, unaiambatanisha kwenye ile madhabahu ya pale. Haya, nini kitatokea? Mganga anakuambia lete jina, unataja jina kwenye ile miungu. Unataka nini? Afaulu mitihani. Kalete na nywele, unaleta na nywele. Za kwenye utosi unaweka hapo. Anachukua mganga kitambaa cheusi anafunga. Anaweka hapo. Alafu anakuambia weka na fedha kiasi kadhaa, unaweka hapo. Alafu anakuambia nenda, mtoto wako atafaulu mtihani. Ni uongo, ni uongo, ni uongo, ni uongo kwa herufi kubwa. Alafu hata siwaogopi. Ninaye Yesu, nimehakikisha jemedari wangu nashinda vita. Ninaye Yesu, siwaogopi. Siwaogopi mimi. Niogope nini? Ningekuwa naogopa nisingesimama kwenye media hii, nisingesimama kuzungumza na. Siwaogopi, 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 siwaogopi. Ninaye Yesu, nimehakikisha ngome yangu imara, mfalme wa wafalme, nuru ya ulimwengu, aliyesema ya kwamba Bwana ndiye mchungaji wangu, sitaogopa. Sasa unapotoka hapo, ameshafunga na ufahamu wa mtoto, tegemea haya yafuatayo. Atakwambia nenda,
utaenda. Tegemea mtoto kusinzia darasani. Hiyo ndo kazi ya mganga wa kienyeji. Hayuko kwa ajili ya kukusaidia. Yeye mwenyewe hajasoma, watoto wake hawajasoma, maisha kule na kule hawajafanikiwa. Leo utegemee kwamba atakusaidia nini? Mtu hata darasa la kwanza hajawahi kuingia. Mungu wa mbinguni akusemeshe. Mungu wa mbinguni akupatie majibu ya maisha yako, hatima ya maisha ya mtoto wako. Haya, unaondoka hapo, unaenda, amekupatia hirizi, unakwenda kumvisha mtoto. Maana unapokwenda kumvisha mtoto, wazazi wengi wanawavisha kwenye viuno. Kwa hiyo na maana umechukua nywele ya utosi ikafungwa na dawa, ukaenda kumvisha kiunoni. Maana yake ni hii, umetoa akili kichwani, umeleta kiunoni, awe na hamu ya mwanaume tu au awe na hamu ya mwanamke tu. Kwa hiyo umepanda madhabahu ya ngono. Anachokifanya yule mganga, anamchuni mtoto anakuwa ni sehemu ya ukahaba. Kwa hiyo hata inapofika mahali mtoto anagundua kwamba hili ni kosa, hana uwezo wa kuacha ngono, kwa sababu kuna mganga, kuna karimoti fulani anakabonyeza, kuna karimoti fulani anakabonyeza. Sasa unajiuliza, kijana wangu ameanza shule vizuri, form 4 hii, form 2 hii, kwa nini huyu msichana, kwa nini zako ni nyingi? Ni kile ulichomfungia kiunoni, ni kile ulichomfungia kiunoni. Wana wa mfalme Yesu, tuamke jamani. Yesu anaokoa. Haleluya. Sijawahi kumwonaga mimi Mungu akiniacha, sijawahi kumuona. Huduma hii nakimbilia miaka 28, sijawahi kumuona akiniacha. Amekuwa akitembea na mimi sana. Kwenye Yoshua 1:9 nasema, je, si mimi niliyekuamuru uwe hodari na moyo wa ushujaa? Usiogope wala usifadhaike, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu pamoja nawe kila uendako. Tunaogopa nini? Sasa huyo mtoto anapoingia kwenye chumba cha mtihani, wewe unajua kwamba atakuletea matokeo mazuri, ni kulala mwanzo mwisho. Hatima yoyote msimamizi anatoa taarifa. Jamani, watoto wanalala sana darasani. Sasa mzazi unasema, hapana bwana, mwanangu nilienda kwa mganga wa kienyeji. Uliacha heshima yake kule. Amka basi, mwana wa mfalme Yesu, sieti. Amka, Bwana na haja na wewe. Amka, Bwana nataka mtengeneze mwanao. Amka, kunalo tumaini tena. Wacha nikupatie mfano huu. Tunaye binti mmoja, tuko naye kwenye huduma mpaka sasa. Tunamshukuru Mungu sana. Huyo binti yuko mwaka wa kwanza sheria Mwanza. Tunamshukuru Mungu mno. Yeye alifeli mara 3. Mtihani wa mara 4 ndipo Mungu alipomuonekania. Lakini kufeli kwake kulikuwaje? Alikuwa anakuja kuitwa na bibi yake wakati wa mtihani. Wakati mtihani ukianza, anakuja kuitwa, anatembezwa shule nzima mara 10 mara 50. Kama mlinzi hajamuona, anatembea mtoto, anachoka. Wakati wenzake wanaingia kwenye mtihani, yeye anazimia. Kwa mfano ile form 4 ya kwanza, yule binti alifanya mitihani 2 tu. Mitihani yote hakuweza kuifanya, maana alikuwa amezimia. Akapata 4 ya 32. Akaja karisiti, akaja akapata 4 ya 30. Akaja karisiti, akaja akapata 4 ya 29. Akaja karisiti mara ya 4, na kwa tabia ile bibi yake akiwa anamtembeza, akimchukua anamtembeza paka nje ya geti wakati wa mitihani, na huku akimchapa fimbo kweli. Mtoto akiamka nguo zote zimelaruka. Dakika za mwisho mtoto ameendelea kukulia wokovu, hatua kwa hatua, na huku akiwa naumwa magonjwa ambayo hawana majibu. Sasa baadaye ni Mungu tu, ni Mungu akamtetea ule binti. Sitaki kuendelea sana huko, niishie tu kwamba huyu binti anakuja kuitwa na mtu wakati wa mitihani. Kuja kufuatilia, tukaja tukaona kwamba baba yake anaenda kwa waganga sana kutafuta suluhu ya matatizo ya mtoto wake, lakini kumbe haikuwa jibu.
Tulipofika mahali tukamwachia Mungu atawale maisha huyu mtoto, na mtoto mwenyewe akamaanisha kutafuta Mungu katika roho na kweli, mtihani wa 4 alitoka na 1.7. Ukuu wa Mungu ulivyoendelea kudumu kwenye maisha yake, na yeye mwenyewe sasa ametambua ya kwamba Yesu ni mpaji, zile roho 7 za Mungu zote akawa nazo. Kwa hiyo akatembea akiwa mshindi sana. Hata alipokuja kutoka na hiyo 1.7, wote tulishangaa sana, tukamtukuza Mungu. Kwa hiyo alipoomba kuingia kwenye sheria, wakamkubali. Tuliona huu ni ukuu wa Mungu. Hebu angalia Zaburi ya 33 kwanzia mstari wa 1. Mpigieni Bwana vigeregere enyi wenye haki, kumsifu kwa wapasa wanyofu wa moyo. Mshukuruni Bwana kwa kinubi, kwa kinanda na nyuzi 10 mwimbieni sifa. Mwimbieni wimbo mpya, pigeni kwa stadi, kwa sauti ya shangwe, kwa kuwa neno la Bwana lina adili, na kazi yake yote huitenda kwa uaminifu. Huzipenda haki na hukumu. Nchi imejaa fadhili ya Bwana. Kwa neno la Bwana mbingu ziliumbwa, na jeshi lake lote kwa pumzi ya kinywa chake. Hukusanya maji ya bahari chungu, huviweka vilindi katika ghala. Nchi yote na imwogope Bwana, wote wakaao duniani na wamche. Maana yeye alisema na ikawa, na yeye aliamuru ikakauka. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa, hutangua mipango ya watu. 11. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi moyo wake vizazi na vizazi. Heri taifa ambalo Bwana ni Mungu wao, watu aliowachagua kuwa urithi wake. Toka mbinguni Bwana huchungulia, huangalia na kuwaona wanadamu wote, akiwa katika kiti chake cha enzi. Huangalia wote wakaao duniani. Yeye huiambia mioyo yao wote, na kuziona kazi zao zote. Mfalme haokolewi kwa jeshi lake kubwa, wala shujaa haokoki kwa kuwa ana nguvu nyingi. Farasi hafai kitu kwa wokovu, wala kuponya mtu kwa wingi wa nguvu zake. Tazama, jicho la Bwana li kwao wamchao, wazingojao fadhili zake, ili kuwaponya nafsi zao na mauti, na kuwauisha wakati wa njaa. Nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yao. Maana mioyo yetu itamfurahia, kwa kuwa tumelitumainia jina lake katika jina lake takatifu. Mstari wa 22. Bwana, fadhili zako zote nasi kama tunavyo kuamini wewe. Mstari wa 11. Shauri la Bwana lasimama milele, makusudi yao wote moyo wake vizazi hata vizazi. Shauri la Bwana litasimama. Mstari wa 10. Bwana huyabatilisha mashauri ya mataifa. Huyu msichana alipokuwa amefika wakati wa aibu yake, tayari uchawi umekithiri kwake, uganga umekithiri kwake, bado shauri la Bwana lilisimama. Kwa hiyo hata wewe ukiamua kushughulika na vyanzo, Roho Mtakatifu ni mwema sana. Roho Mtakatifu ni mpaji. Yeye Mungu huchungulia toka mbinguni, anachungulia, anawaona wenye haki. Kwa hiyo bado hujakosea sana. Hebu rudi kwenye Isaya 1:16, nasema jiosheni jitakaseni. Jiosheni jitakaseni. Wewe mzazi, mpaka sasa umeshagundua kosa lako ni nini? Wewe mzazi, pale ulipokosea tayari umekwisha kupajua. Umekwisha ona kwamba hapa mwanangu hataenda. Kumbuka,
Mwanzo wa vipindi hivi nilikwambia, kumbuka hilo, sisahau, mwana wa mfalme Yesu. Nilikwambia uko uchawi wa chungu, iko marufuku ambayo inaenda vizazi na vizazi. Lakini hii pati tu nimekwambia kwenda kumpeleka hatima ya maisha yako kwenye uganga wa kienyeji, kwenye vitu ambavyo ni madhabahu za kuzimu, ambazo ni chukizo kwa Mungu. Hiyo ni hatua ya pili ya kupoteza hatima ya mtoto wako. Lakini bado Bwana anatutia moyo, anasema shauri la Bwana lasimama. Ndiyo maana unaona kukengeuka kwa mzazi kunapelekea shida ya mtoto, lakini huyu mtoto anang'ang'ana hatua kwa hatua mpaka anapata ufumbuzi, na akishapata ufumbuzi wa matatizo yake anaanza kuyashughulikia kiroho. Huyu mtoto anaenda. Kumbuka mama, kumbuka baba, hatima ya mtoto wako liipeleka wapi? Hatima ya mtoto wako ulipeleka kwenye mizimu? Hatima ya mtoto wako umekwenda kumshtaki kwa mashetani ya aina gani? Hebu tuwaachie watoto wachague vile vitu wanavyotaka. Hebu tuachie tu, maana ikiwa Mungu amewaita, tuachie tu jamani, tuache tu. Yaani tuache hatima za watoto zisimame. Tukisema kwamba tung'ang'ane kuleta mawazo yetu kwa watoto wetu, tunaharibu kabisa. Unamtoa mtoto kwenye eneo fulani, unampeleka kwenye madhabahu fulani, zinakuja kuwa shida sana. Unatengeneza kizazi kisichomcha Mungu. Sasa baadaye wewe unatamani mtoto wako asome, na ulienda kwa mganga ili mtoto wako afanye mtihani vizuri, matokeo yote analala kwenye mtihani, matokeo yanatoka vibaya, unarudi kwanza kumlaumu mtoto. Hapana. Yesu anatuita, anasema haya, njoni tusemezane japo dhambi zenu ni nyekundu. Kwenye Isaya 1:18 Mungu mwenyewe hapa anaongea, njoni tusemezane japo dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, nami nitazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Mkikubali na kutii, mtakula mema ya nchi. Rekebisha makosa uliyoyafanya kwa mwana wako. Huu ni wakati wa matengenezo. Unapoisikiliza hii klipu, unapokaa chini, Roho Mtakatifu anakufundisha kwa upana. Ninapatikana kwa urahisi sana. Njoo tujifunze kwa pamoja, njoo tuombe kwa pamoja. Ukipiga simu ukikuta sijapokea simu, ujue tu niko kwenye huduma. Lakini nikikaa nikitulia, nachukua zile simu zote na wapigia. Bwana anakuita, anasema njoni tusemezane japo dhambi zenu ni nyekundu kama bendera, nami nitazifanya ziwe nyeupe kama theluji. Njoni tusemezane. Haleluya, njoni tusemezane. Bwana anataka kusemezana. Usijihesabie makosa. Bwana anajua shida yako. Hebu njoo mwana wa mfalme Yesu, hebu njoo. Yesu ana haja na wewe. Hebu njoo ili mwaka huu matokeo ya mitihani ya watoto wako yakupe furaha. Matokeo ya mitihani ya form 2 na form 4 yabadilishe hatima ya moyo wako. Umeumia kwa muda mrefu, watoto wako wengi wameferi, pengine ulikuwa hujui chanzo chake ni nini. Chanzo chake uliuza kwa mashetani utu wa mtoto wako. Shetani hawezi kutoa shetani nyenzake, atalifagilia tu liendelee. Yesu ni kiboko. Yesu ni kiboko. Akiunguruma ameunguruma tu. Akipiga hodi kwenye nyumba yako amepiga hodi Bwana. Ukubali usikubali, ataweka makao tu na ataanza kukurekebisha hatua kwa hatua. Umeshajua ni wapi ulipokosea. Ndiyo maana mtoto anakuwa yuko vizuri, akishafika kipindi tu cha mitihani shida inaanza. Kuna mtoto mwingine aliishia form 2 hakuendelea,
Mtoto wako wa pili tena akaishia form 2 hakuendelea. Mtoto wako wa tatu akaishia tena form 2 hakuendelea. Hebu mtoto wa 4 shtuka. Shtuka. Ndio maana Mungu amekupatia neema ya kuangalia video hii. Shtuka na kuomba. Shtuka na kuomba. Yesu kuna kitu anataka kufanya. Laiti hata ungejua haya masomo haya yanarekodiwa kwa neema tu. Ni wewe ndo ulikuwa unatafutwa. Ni wewe ndo unatafutwa. Ni wewe ambaye mtoto wa kwanza ameishia form 2. Wewe mwenyewe umeishia form 2. Baba yako mzazi ameishia form 2. Babu yako mzazi babako ameishia form 2. Ndo wewe Bwana ana haja na wewe ili uje urekebishe. Haleluya. Haleluya, haleluya. Njoo urekebishe. Mwana wa mfalme Yesu, njoo urekebishe. Kunalo tumaini tena. Hebu tuangalie Joshua. Hebu tuangalie Joshua 1. Joshua. Hebu tuone hapa kwa Joshua kuna kitu gani? Joshua 1:5 pana nini? Joshua Joshua 1:6. Samahani. Joshua 1:6. Uwe hodari na moyo wa ushujaa, maana ni wewe utakayewarithisha watu hawa nchi hii niliyowapa baba zao, ya kwamba nitawapa. Uwe hodari na ushujaa mwingi, uangalie kwenda, usiache kwenda mkono wa kulia na kushoto, upate kufanikiwa kila uendako. Mstari wa 8. Kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Ili ufaulu kwa habari ya watoto wako, lazima kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Ili ufutwe ule mstari mwekundu wa mtoto kuto kusoma, uhakikishe kitabu hiki cha Torati kisitoke kinywani mwako. Ili mtihani wa form 2 na form 4 mwanao afanye akiwa anajihakikisha ushindi, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Joshua anaambiwa ili ukawarithishe wana wangu, hakikisha kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Kisiondoke kinywani mwako. Sasa leo Mungu anakuambia ili elimu ya mtoto wako ifike hatima. Unamsomesha mtoto kwa shida, umempeleka shule za private, unahangaika usiku na mchana, yawezekana unalima vibarua, yawezekana hulali ukiwaza kwa habari ya maisha ya mtoto wako. Ili afikie hatima yake, kitabu hiki cha Torati kisiondoke kinywani mwako. Haleluya! Yesu bado ni mwema kwetu. Yesu anakusamehe. Ulienda kwa mganga wa kienyeji, liko tumaini tena. Yesu anasema njoni nyote msumbukao na kuelemewa na mizigo ya dhambi, nami nitawapumzisha. Jitieni nila yangu, mjifunze kutoka kwangu, kwa kuwa mimi ni mpole na ni mnyenyekevu wa moyo. Njoo mwana wa mfalme Yesu, njoo, kuna tumaini tena. Njoo, upo Yesu. Njoo, kuna uweza tena. Wewe ni shujaa, wewe ni shujaa, wewe ni shujaa unayerudisha elimu kwa wana wako. Wewe ni shujaa. Hebu funika macho yako, tumshukuru Mungu. Kabla tujamshukuru Mungu, jina langu Mwalimu Gormina Venance Mpua, namba yangu ya simu 0768972891. Nakupenda sana mwana wa mfalme Yesu, nakujali sana. Hebu funika macho yako tuombe. Mungu wetu na Baba yetu, tuko mbele zako, tunakushukuru sana Mungu wetu.
Mpokea sifa, heshima na utukufu Baba. Umetulinda, umetupigania Jehova. Tumejifunza vyema somo hili Jehova. Umeleta matunda mema kwa mtazamaji na msikilizaji Bwana. Hasa kwa wale wazazi ambao watoto wao wanaingia wanafanya mtihani wa form 4 na wanafanya mtihani wa form 2, bado mkono wako upo Ebeneza. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, Baba, mikononi mwako tunajikabidhi. Endelea kutulinda, kututunza na kutupigania. Zaidi ya yote, tunapoendelea kujifunza masomo haya, uwepo wako Yesu na nguvu zako zikaendelee kutamalaki katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba, tukiomba na kuamini kupitia damu yako inenao mema. Amen. Barikiwa sana. Tukutane kwa kipindi kijacho. Karibu sana, ita na jirani yako. Barikiwa.